Funika macho yako, inua mkono wako juu, sema Roho Mtakatifu, asante kwa asubuhi ya leo. Asante kwa neema hii ambayo wewe umetupa. Niko tayari Bwana kupokea neno lako asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Niko tayari Bwana kupokea neno lako asubuhi ya leo. Sema nami Roho Mtakatifu, sema nami Roho Mtakatifu, ukayaguse maisha yangu kwa nguvu zako, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu zako Bwana ziwe pamoja nasi, nguvu zako Bwana zituatamie katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo yaguse maisha yangu kwa neno lako asubuhi ya leo kwa jina la Yesu, amen. Kichwa cha somo kinasema namna ambavyo Mungu huwasaidia watu wake, na tunamshukuru Mungu. Tumetokea mbali na tulikuwa tunaona namna ambavyo Mungu huwa anatumia mikono kuwasaidia watu wake. Nikasema aina ya kwanza ya mkono ambao Mungu anautumia ni mkono wake mwenyewe, yani mkono wa Mungu. Lakini aina ya pili ni mkono wa mtu. Mungu anainuaga watu alafu anatumia mikono yao kugusa maisha ya watu wengine. Jina la Yesu libarikiwe. Na msisitizo wangu pale ukawa kwenye nafasi hiyo ndogo ulio nayo, gusa maisha ya mtu mwingine. Amen. Jifunze kugusa kwa udogo huo kwa kadri Mungu anavyokupa nafasi, kwa sababu kile unachofanya ni mbegu inayofungua mlango. Sisemi unayomfanyia ndiye atafanya, ila unapofanya kwa huyu, Mungu anainua watu kwenye nafasi yako uliko kwa ajili ya kugusa maisha yako au kugusa maisha ya watoto wako. Jina la Yesu libarikiwe. Sasa mkono wa tatu ambao Mungu anautumia anapotaka kuleta msaada, anatumia mkono wako mwenyewe. Hiyo mkono wako mwenyewe anautumia, na namna ya kuitumia ili ilete matokeo inapotumika. Jina la Yesu libarikiwe. Wangapi wananielewa ninachosema? Fungua Kumbukumbu la Torati ile sura ya 15 mstari wa 10. Mpe kwa kweli, wala moyo wako usisikitike utakapompa, kwa kuwa atakubarikia Bwana Mungu wako kwa neno hili katika kazi yako yote na katika kila utakalotia mkono wako. Nataka uone hiyo pointi ya msingi. Anazungumza kwa sababu alikuwa anazungumza juu ya kufumbua mkono wako kutoa. Alikuwa anazungumza juu ya utoaji na kuzungumza juu ya maachilio, lakini kumpa kitu ndugu yako, kwamba usije ukamnyima ndugu yako vitu ambavyo una uwezo wa kumpa. Jina la Yesu libarikiwe. Na akazungumza, sio wakati wote, alikuwa anazungumza juu ya majira fulani. Unapomaliza mwaka au uko muda fulani, jifunze kufumbua mkono wako kuwapa wahitaji. Lakini kuna watu unakuta unawapa wahitaji, unasahau mpaka watu wa nyumbani mwako. Kwa anazungumza, unajaribu kuwakumbuka pia ndugu zako, kuwafumbulia mikono. Lakini akasema hivi, akasema mpe kwa kweli, wala moyo wako usisikitike utakapompa. Kwa nini nasema moyo wako usisikitike? Manake kuna watu moyo unaweza ukasikitika kwa sababu kuna ndugu wengine unawapa ila hawana shukrani. Alafu kuna mtu wa nje ukimpa unauona hadi moyo wake unavyopokea kwa shukrani. Ndio maana kuna roho zinaitwa roho za familia. Mnazisikiaga mara nyingi, si ndio? Roho za familia. Sasa na ndio maana nikawafundisha sana, usimkasirikie ndugu yako kama kweli umeokoka. Hata kama aliwahi kukufanyia baya, ishi naye kwa tahadhari, lakini achilia moyoni, samehe, kwa sababu ile ni damu yako. Usimkasirikie, usiweke kisasi moyoni. Hata kama yeye aliwahi kufanya vibaya au baba yake aliwahi kufanya vibaya, huyu mtoto hana hatia, watu wa Mungu, hana hatia. Sasa watu kama hao, nikakwambia uwe na hekima.
Kwa hiyo alikuwa anawafundisha kitu cha namna hiyo, lakini akasema kwa neno hili, katika kazi yako yote na katika kila utakalotia mkono wako, Bwana Mungu wako atakubarikia. Sasa nataka uone point, kila utakalotia mkono wako. Kwa hiyo na yeye Mungu ataleta msaada unaopita kwenye baraka, kwenye kila unalotia mkono wako. Maana yake kuna vitu lazima utie mkono wako. Usipotia mkono wako, hata kama umemuomba Mungu nibariki, umemuomba Mungu fanya hivi, lazima utie mkono wako kabisa. Kwa sababu usipotia mkono wako, maana yake unazuia msaada ambao Mungu anataka kupitisha kupitia mikono yako. Haleluya. Hata kama umemleta mtoto kwa mtumishi ameombewa, wewe ni mzazi, lazima ujifunze kujua, nasa kama unamcha Mungu. Na uzuri wa wazazi, hata kama mzazi hamjui Mungu kabisa, hajaokoka, lakini akitamka baraka kwa mtoto, mbingu huwa zinaitikia. Mnanielewa ninachosema? Mbingu huwa zinaitikia. Akafuatilie. Ya unaweza kukuta mzazi ni mganga wa kienyeji, alafu akasema Mungu huyo unayemwamini asiache maisha yako, aendelee kukutunza na kukubariki. Na kuambia mzazi ana mandate, ana mamlaka ya kumbariki mtoto. Ndio maana tunawafundisha vijana, usimdharau mzazi, usimdharau kabisa. Hata kama hakuwajibika vizuri kwako, lakini kuna kitu utakikosa kama utamdharau. Kwa anasema kila utakalotia mkono wako, Bwana atakubariki. Maana yake baraka ni msaada wa kiungu ambao Mungu anaachilia kwenye mikono yako saa nyingine unapofanya kazi. Na ili Mungu akusaidie kutumia mikono yako, anachofanyaga anabariki mikono yako. Ndio maana unasikia anasema nitabariki kazi ya mikono yako. Maana yake anatumia mikono yako. Usizalau hiyo mikono. Kama haijakatika hii mikono, usizalau. Kuna uwezo imebeba hii mikono. Fungua Zaburi 90:17. Zaburi 90 nilikwambia, Zaburi 90:17. Alafu utafungua na Mwanzo 26. Maandiko yanasema hivi: na uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu. Uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu, na kazi ya mikono yetu atufanyie thabiti. Angalia hiyo sentence. Na kazi ya mikono yetu atufanyie thabiti. Naam, kazi ya mikono yetu uithibitishe. Kazi ya mikono, sio kazi ya mikono ya Mungu, kazi ya mikono yako aithibitishe. Anasema kazi ya mikono yetu utufanyie thabiti. Anasema uzuri wa Bwana uwe juu yetu, uwe juu ya maisha yetu, na kazi ya mikono yetu aifanye thabiti, atufanyie thabiti. Lakini kazi ya mikono yetu aithibitishe. Maana yake Mungu anathibitishaga kazi za mikono. Kazi ya mikono. Wangapi wamenielewa mpaka hapo? Mwalimu, kwa nini umetoa mifano yote? Msisitizo wangu ujue watoto wako watapata msaada kupitia kazi za mikono yao. Usiseme tu Mungu nibariki. Baraka maana yake nini? Baraka ni Mungu anaachilia uwezesho, msaada. Hasa ili msaada uonekane, fanya kazi. Kazi ya mikono. Mikono yako iguse. Bwana asifiwe. Mkono wa mwisho unaitwa mkono wa nini? Wa adui. Tukaombe. Kumbuka ukisoma Mathayo 10:36, Biblia inazungumzaje? Inasema adui wa mtu ni watu wa nyumbani mwake. Lakini ukisoma Mwanzo 50:20, Mwanzo 50, na mwingine andike Kutoka, andika, sitakusomea sana kwa sababu muda wetu umeshaisha. Andika Kutoka, andika mstari wa 1 mpaka wa 10, bali na kusomea mstari wa 1 labda mpaka wa 3 na ule mstari wa 10, au na ule mstari
wa 6 alafu na wa 10. Maandiko yanasema mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaondoka akaoa binti mmoja wa Lawi. Yule mwanamke akachukua mimba akazaa mwana, na alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri akamficha miezi 3. Na alipokuwa hawezi kumficha tena, akampatia kisafina cha manyasi, akakipaka sifa na lami, akamtia mtoto ndani yake, akakiweka katika majani kando ya mto. Akakiweka katika majani kando ya nini? Ya mto. Mfalme alikuwa ametoa amri. Kasome ile sura ya 1 mistari ya mwishoni, mstari ule wa 22. Mfalme alikuwa ametoa amri kwamba watoto wa kike ndio wataishi, wa kiume akizaliwa mtupeni mtoni. Kwa nini alikuwa anasema mtupeni mtoni? Akitupwa mle anakuwa chakula cha mamba. Kwanza hataishi kwa ajili ya maji, lakini atageuka kuwa chakula cha nini? Cha mamba. Kwa watoto wakawa wanatupwa kule mtoni. Huyu mama amemzaa mtoto kazaa wa kiume, akaanza kumficha, na askari walikuwa wanakagua kila nyumba, watoto wamezaliwa wanakagua. Kwa mama akamficha. Alipofika miezi 3 huwezi kumficha tena, sikanapiga kelele sana. Akatengeneza kasafina, akaenda kumweka pembeni ya mto, ndani ya mto. Fikiria kule kwenye mto, hajui usalama wa wanyama, hajui. Lakini mwanamke huyu tena anaitwa Yokobet, mama wa Musa, akaenda kumweka kando ya mto. Alipomweka mle ndani, angalia kinachotokea, mstari wa 6. Basi binti Farao akashuka aoge mtoni, na vijakazi wake wakatembea kando ya mto, naye akakiona kile kisafina katika majani, akamtuma kijakazi wake kwenda kukileta. Akakifungua, akamwona mtoto, na tazama mtoto yule analia. Alafu angalia maandiko yanavyosema, basi akamhurumia, akasema huyu ni mmojawapo wa watoto wa Waebrania. Nakumbuka sheria imepita, watoto wa Waebrania wafanye nini? Wauawe, watoto wa kiume. Lakini huyu binti wa kifalme ambaye ufalme wake ndio umepitisha hiyo sheria, ambaye kwa lugha nyingine yeye ni adui wa watoto wa kiume, anamkuta mtoto wa kiume analia, akamhurumia. Maandiko yanasema akamchukua. Amen, amen. Hasa mstari wa 10 unasema mtoto naye akakua, naye akamleta kwa binti Farao, akawa mwanaye, akamwita jina lake Musa, akasema ni kwa sababu nalimtoa majini. Angalia, kumbe hata jina la Musa aliyetoa hakuwa Mungu wala hakuwa mama yake. Alitoa binti Farao jina la Musa, ambalo tunalisoma mpaka leo. Sasa kwa nini nimekuambia hivi? Musa akachukuliwa akapelekwa ikuru ambayo ilitangaza kuua watoto wa kiume. Yaani unajiuliza, Mungu anaitumia ikuru kumlea Musa. Wale wanaosoma Biblia, ukisoma kwenye historia ya Musa ukaanza kufuatilia, Musa alifundishwa hekima zote za Wamisri, akaandaliwa na alikuwa hodari wa vita. Musa alisoma masuala ya jiografia, akasoma masuala ya vita, masuala ya jiografia, masuala ya lamani, akalijua taifa la Misri, akajua, akawa na mahusiano na mataifa mengine, akaandaliwa kama mfalme. Lakini wanaomlea ni adui zake. Kwa hiyo Mungu saa hii anatumia mkono wa adui kumlea nani? Kumlea Musa. Mwalimu, unaongea nini? Nataka nikuonyeshe. Mungu alitumia mkono wa adui, binti Farao, kumhurumia, kumwokoa Musa. Musa alitakiwa uwawe, angekutwa na maaskari pale, ilikuwa ni kumchoma na mkuki. Lakini angalia, Mungu akafanya binti Farao aende kuoga mtoni. Wewe umewahi kujiuliza, binti wa kifalme anaenda kuoga mtoni kutafuta nini? Wakati kasili na kila kitu kwenye falme walikuwa wanatengeneza mpaka maeneo ya kuogewa. Lakini binti sahi anajisikia kwenda mtoni. Kumbe Mungu anataka kutumia kwa mazingira yale. Hawezi kumtumia mtu yoyote, anatakiwa atumie mikono ya adui kumtunza mtoto. Jina la Yesu libarikiwe. Huyu
Huyu mama alikuwa na uwezo. Ni kama hivi saa nyingine mnawacha watoto wenu wameenda huko na huko, wengine wameoa, wengine wameolewa, wengine wanasoma. Kule waliko kwenda hata nyinyi hampo, hamjui wanaishije, wanakutana na watu wengine kule. Unapowaombea maombi ya msaada wa Mungu, Mungu anaweza kutumia hata waliowazunguka ambao ni maadui kuficha maisha yao yasiangamie. Kwa sababu Musa alifichwa na binti Farao, akatunzwa na binti Farao, akalelewa ikuru iliyokuwa imetoa amri ya kuuawa, iliyokuwa imetoa amri ya kuua watoto wa kiume. Na ndio maana nikueleze jambo, hata kama kuna sheria iliyotangazwa kwenye familia, kwenye ukoo, kwamba watu wa namna hii, watu wanaosema Bwana asifiwe, watu wanaosema Yesu ni Bwana kwenye maisha yao, hawatakaa wafanikiwe. Na wanaotekeleza unakuta ni waliokaa kwenye viti vya enzi vya kichawi, viti vya enzi vya giza. Wanasema hata huyu hatutamwacha. Mungu anapotaka kukusaidia atawageuza hao hao kukusaidia wewe. Hao hao watakusaidia. Kile walichotaka kukiharibu wanaanza kukilinda wenyewe. Kile walichotaka kukiangamiza wanaanza kukilinda. Hata ukiwauliza kwa nini mnakilinda, wanasema tunasikia tu huruma, tumesikia tu kumhurumia, acha tuwafungue watoto wake, acha tusiendelee kumtesa, acha tusiendelee kuzuia biashara yake. Wanafikiri ni wao, kumbe Mungu ameamua kutumia mikono yao wenyewe. Jina la Yesu libarikiwe. Unafikiri ni nani anakuwa amefanya kazi hiyo? Mungu ameamua kutumia mikono ya adui kubadilisha maisha ya watu. Na mimi ninakuombea katika jina la Yesu, mahali popote ambapo maadui walikuwa wakitumia mikono yao kukuangamiza, Mungu akageuza hiyo mikono yao kukusaidia. Unanisikia nachosema? Na ukijua siri hii, hutaogopa hata ukiwa katikati ya wachawi, hutaogopa hata ukiwa katikati ya Freemason, hutaogopa hata ukiwa katikati ya waabudu shetani, hutaogopa hata ukiwa katikati ya wanaotambika na kutegemea mizimu, hutaogopa. Kwa nini? Unajua Mungu wako ana uwezo wa kuwatumia mpaka wao wenyewe wakakusaidia. Hutaogopa. Nimemaliza hapo. Mwanzo 50:20, Mungu anabadilisha mabaya ya adui zako kuwa mema kwenye maisha yako. Hapo ni Yusufu anazungumza. Ndugu zake waliozaliwa naye waligeuka kuwa wabaya, wakawa maadui zake, lakini aliyabadilisha mabaya yote kuwa mema. Amen. Anasema ninyi mlinikusudia mabaya, lakini Mungu alinikusudia mema. Kwa hiyo haijalishi una maadui wangapi, sikiliza hili neno la Bwana. Mungu atakapotaka kuachilia msaada wake, atatumia maadui zako hao hao kukusaidia. Hivi unajisikiaje saa maadui waliokuwa wanakupinga ndio wanakusaidia? Nauliza swali, unajisikiaje saa ambapo adui yako aliyekuwa anakupinga ndiye anakusaidia? Adui yako aliyekuwa anakuroga ndiye anakusaidia. Kuna mtu ananielewa ninachosema? Kuna mtu ananielewa? Na ndio maana ninakuombea katika jina la Yesu. Mungu akupe msaada kupitia mikono yako. Mungu akupe msaada kupitia adui zako. Mungu akutengenezee meza yako mbele za adui zako. Ufurahi mahali watu hawakutegemea kufurahi. Unapoenda hii miezi 6 kuanzia sasa, Morning Glory leo tunaishia hapa kwa maana ya kikongamano, lakini ninakuombea kwa Mungu aliye hai kwamba haya tuliyojifunza, kwamba haya tuliyomuomba Mungu awageuze maadui zako wafanyike kuwa msaada kwenye maisha yako. Wale wanaowinda roho yako wafanyike kuwa walinzi wa roho yako. Wale wanaowinda familia yako wafanyike kuwa walinzi wa familia yako. Hao wanaowinda uchumi wako, hao wanaopigana na wewe, wageuke kuwa walinzi na watetezi wa maisha yako. Na ninasema inawezekana katika jina la Yesu. Ninakutamkia haya kwenye madhabahu hii, mahali popote ambapo maadui wamefunga na hakuna ajuae na hakuna aliyewahi kuona, basi Mungu ageuze miongoni mwa adui hao awatumie kwa ajili ya kufungua hapo walipofunga, katika jina la Yesu aliye hai. Unajua wakati Mungu anasema mtumishi wangu Koreshi, unamjua Koreshi alikuwa mfalme wa wapi? Unafikiri alikuwa mfalme wa Israeli? Unafikiri alikuwa mfalme wa Yuda? Hakuwa mfalme wa Israeli, lakini alitumika
na Mungu. Yule yule ambaye alikuwa amewachukua watu kuwa mateka, Mungu alibadilisha moyo wake kumtumia ili kusaidia kujenga miji iliyokuwa imechomwa ya watu wake. Na ndio maana anamwambia mtumishi wangu. Mungu anaweza akambadilisha mpaka mchawi akawa mtumishi wa Mungu kwa muda, ili amsaidie mtu aliyekuwa amefungwa mahali. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Unajua hii neema ninayokuambia itakufanya usiogope chochote. Usiogope vitisho vya usingizini, usiogope vitisho vya maneno. Mungu anaweza mpaka kugeuza maadui zako akakusaidia. Uende na hii neema kazini, kwenye biashara, kwenye kilimo. Mikono yako isiitwe mikono isiyozaa, iwe mikono inayozalisha. Mandarabasa mandorobos. Sije kuna mtu ananielewa. Damu ya Yesu ifunike mikono yako. Hakuna mtu wa kunyang'anya mikono yako. Kuanzia leo watu wa Mungu, nasema kuanzia leo uwezo ambao Mungu aliweka kwenye mikono yako uanze kufanya kazi katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Inua mikono yako juu ukiwa umeshika sadaka. Fuatana na mimi maombi haya. Sema, e Mungu ria hai, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, asante kwa asubuhi ya leo. Asante kwa asubuhi ya leo. Paza sauti yako. Asante kwa asubuhi ya leo. Asante kwa asubuhi ya leo ambayo umesema na mimi, ambayo umesema na mimi kwa habari ya malezi, kwa habari ya familia, kwa habari ya kazi za mikono yangu. Umesema nami e Bwana, namna ambavyo huwa unaachilia msaada kupitia mikono ulionipa, kupitia mikono ya maadui. E Mungu ria hai, asante kwa maarifa haya, asante kwa ufahamu huu, asante kwa maarifa haya. Sasa nimejua kwamba unaweza kutunza chema katikati ya giza, unaweza kutunza mambo mema katikati ya giza. Sasa nimeelewa katika jina la Yesu. Wewe Mungu unaweza kutumia mikono ya adui kutunza maisha yangu, kufanikisha maisha yangu, kufungua maisha yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Maadui ni wengi sana kila mahali. Shetani ameachilia mapandikizi yake, ameweka mapandikizi, iwe mashambani, iwe kwenye biashara, iwe kazini, iwe kwenye familia niliyozaliwa nao. Wako mapandikizi, yako mapandikizi ya adui e Bwana. Nami ninasogea kwako, ninahitaji msaada wako. Ninahitaji msaada wako kwa miezi hii 6 kuanzia leo katika ulimwengu wa roho. Na ijulikane hivi kwamba kila mtu, kwamba kila mwanadamu aliyebeba roho ya shetani, aliyobeba roho ya adui, aliyekuwa anatumiwa kuyatesa maisha yangu kwa asili, kutesa watoto wangu, kutesa familia, kutesa ndoa za watoto wangu. Bwana, wengine wamefunga familia zetu, mabinti wasiolewe, mabinti wasiwe na ndoa, mabinti wazae nyumbani, waishie kukaa nyumbani. Asubuhi ya leo katika jina la Yesu ninaomba msaada wako, ninaomba msaada wako. Tumia hiyo mikono ya adui zetu waliotumika kufunga, wafungue wenyewe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Waliotumika kufunga, kunajisi hatima za watoto wetu, wafungue wenyewe, wafungue wenyewe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wanaochelewesha maendeleo ya kiuchumi, maendeleo ya familia, maendeleo
maendeleo ya maisha yangu. Hao maadui zangu wanaochelewesha maendeleo yangu, wanaochelewesha hatua zangu, wanaochelewesha uchumi wangu, wanaochelewesha familia yangu, wanaochelewesha watoto wangu, Bwana, asubuhi ya leo, asubuhi ya leo, kwa jina la Yesu, achilia msaada, achilia msaada, achilia msaada kwenye mikono hiyo hiyo ya maadui zetu. Wageuke, wageuke kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yale mabaya yote walioyafanya yabadilike kuwa mema, yageuzwe kuwa mema. Laana zote zigeuzwe kuwa baraka, laana zote zigeuzwe kuwa baraka. Mahangaiko yote yageuzwe kuwa raha, kuwa pumziko kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe uliyeweka huruma ndani ya binti Farao, weka huruma ndani ya maadui zangu. Wengine siwajui, wengine siwafahamu, wamevaa sura ya undugu, wamevaa sura ya urafiki, wamevaa sura ya ukaribu. Kwa hiyo siwajui, wewe unawajua Bwana, wewe unawajua Bwana. Weka huruma ndani yao, weka huruma ndani yao. Wahurumie watoto wangu, wahurumie familia yangu, wahurumie uchumi wangu. Kuanzia tarehe leo, hao maadui waliosababisha hasara kwenye maisha yangu, wamesababisha hasara kwenye uchumi, hasara kwenye kilimo, kuanzia leo, Bwana, hizo hasara zote zigeuzwe kuwa faida, kuwa faida, kuwa faida, kuwa faida, kuwa faida kwa damu ya Yesu. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Ndio tumemaliza. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Orabashana, paza sauti yako, paza sauti yako mbele za Bwana. Mandarabas, paza sauti yako mbele za Bwana, paza sauti yako. Orabashanda rabakorabasia, paza sauti yako, paza sauti yako. Usizalau mikono yako kuanzia leo. Usizalau mikono yako, usizalau hatima za watoto wako. Wengine mnalaumu watoto, mnasema wameharibika. Sio watoto, kuna mambo yamefanyika. Kuna maadui wasingependa kuona watoto wako wako sawa. Orabashanda risandarabakorabasia. Ninakuombea maombi haya ya kinabii katika miezi 6 hii. Hao maadui zako watatumiwa na Mungu kuleta msaada, kuleta msaada, kuleta msaada. Risandarabakora, vile walivyokuwa wanachukua kwako, wanavirejesha wenyewe, wanarejesha wenyewe, wanarejesha wenyewe, wanarejesha hiyo mikono, wanarejesha huo uchumi, wanarejesha hiyo afya.